Sasa kabla hatujarudi nyumbani, ili tupate nguvu nyingine ya kesho, tutakuwa na tafakari nzuri tena ya neno la Mungu, na ni kualike tu uweze kuwa sehemu ya mkutano huu ili tubarikiwe sote. Kitabu cha Danieli sura ya 3. Danieli sura ya 3 ndipo somo letu jioni ya leo limejikita hapo, na tutakuwa tukiangalia mambo kadhaa katika kitabu cha Danieli sura ya 3. Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni ridhaa 60 na upana wake ridhaa 60. Akasimamisha katikati ya uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo mfalme huyu akatoa tamko na tangazo ya kwamba kila kiumbe, kila mtu, kila sauti, kila mtu katika utawala ule atakaposikia sauti, atakaposikia filimbi, atakaposikia tarumbeta zinapigwa, akaita watu wote kukusanyika katika uwanda huo ili kuiabudu sanamu aliyoitengeneza yeye katika utawala wake katika kipindi chake hicho. Na miongoni mwao ukisoma sura ya 2 tunawaona kina Danieli wako hapo, nao wakawa wako hapo. Na hawa ni watu wa Wakaldayo ambao hawa katika maisha yao yote wamekuwa ni watu wacha Mungu, wamejifunza neno la Mungu, wamefundishwa maadili mema, wamejifunza kumcha Mungu na kushika amri za Mungu. Na hivyo katika maisha yao walifundishwa na kuamini ya kwamba anayestahili kuabudiwa ni Mungu wa mbinguni peke yake. Walishika amri hii ya pili inayosema usijifanyie sanamu yoyote wala mfano wa kitu chochote katika maisha yako ukakiabudu. Walikariri amri hii na waliishi katika amri hii ya kwamba usiwe na miungu mingine ila Mungu wa wapi? Sasa wako katika utawala wa Babeli. Mfalme Nebukadneza hapo nyuma tu ndipo ameota ndoto na akapata kiburi, akapata fursa ya kuwa mfalme ambaye utawala wake ni kichwa, ni dhahabu, ufalme uliojaa. Na hapo nyuma katika sura ya 2 tukiona, ukisoma utagundua ya kwamba alitambua ya kwamba Mungu wa kina Danieli, Meshaki na Abednego ndiye Mungu pekee anayestahili kuabudiwa. Na kupata fursa hii ya kuishi katika nyakati hizo na yeye kuwa kichwa, ufalme ambao ndio mkubwa, ufalme ambao unatawala dhahabu, kiburi kilimuingia. Akajichukulia nafasi ya yeye kujitengenezea Mungu na heshima ya Mungu wa mbinguni. Akasahau kile ambacho Mungu amemwonyesha ya kwamba huu ufalme utapita, haya maisha yatapita, upo katika kiti hicho lakini hautadumu. Yeye bila kulijua hilo na kulichukulia mzaha, akakengeuka na kuwataka watu wote katika utawala wake kuabudu sanamu aliyoitengeneza yeye. Rafiki zangu mlioko hapa, wakati Mungu anakufanikisha katika maisha yako, wakati Mungu anakubariki na kukupatia uwezo na kukupatia afya yako, usikengeuke ukamwacha Mungu. Usikengeuke ukamwacha Mungu na kujitengenezea miungu yako na kujitengenezea visanamu vyako ili uviabudu hivyo. Sikiliza, Nebukadneza yalimshinda. Kiburi kikamjaa, utawala kiti kikamjaa, akashindwa kutambua ya kwamba kuna Mungu wa mbinguni anayestahili kuabudiwa. Kuna watu wakisha kuwa na maisha mazuri, ameoa mke mzuri, amebarikiwa kuwa na watoto, anamsahau Mungu na kumwacha Mungu na kujitengenezea miungu katika maisha yake. Nikamkuta Nebukadneza. Na ndipo anatoa sauti na amri ya kwamba watu wote wanapaswa kuabudu sanamu niliyoitengeneza. Akaita wakuu wa wilaya, wakuu, kila mtu, mawakili, wahasibu, wahazini wote. Biblia inasema akaita watu wengi kuja kuzindua sanamu hii ambayo ameitengeneza. Ashukuriwe Mungu wa mbinguni, maana
katikati ya umati mkubwa wa watu ambao wamekusanyika kuabudu sanamu ya mfalme, wako wacha wa Mungu. Wako wacha wa Mungu. Utasema amina, maana huenda kuna sehemu imekuta. Katikati ya wimbi la watu ambao wanakengeuka, wako watakatifu wa Mungu bado wamesimama imara. Danieli na wenzake wako hapo wametulia, wakasikiliza. Wasema, mfalme, wewe haujui tu, yuko Mungu ambaye tunamwabudu, tunamtegemea, tunamwamini, tunamtii. Huyo ndiye pekee anastahili kuabudiwa. Filimbi zikapigwa, vinanda vikapigwa, tarumbeta zikapigwa, watu wote wakasimama, wakainama, wakaanguka, wakaabudu sanamu ya mfalme. Wakaabudu. Watu wote wakaabudu. Wakainama, wakaabudu. Katika kuinama na kuabudu kwao, Shadraka, Meshaki na Abednego pamoja na wenzake, hao wakakataa kata. Waliposhuka, wao wakasimama na kuwatazama. Wakasimama imara, hawakuabudu. Kisa hichi tunakifahamu, na ndio maana natoa kwa summary haraka ili tuende kwenye somo letu. Ndipo mfalme anapelekewa habari ya kwamba, jamani, ni kweli wote tumeabudu, lakini kuna wanaume wao wamezarau, wamekaidi, hawajatii amri yako wewe mfalme. Hawajatii. Wameonyesha kiburi, wameonyesha dharau. Hawa hawakuheshimu mfalme. Hawa watu inaonekana baada ya Danieli kumpatia mfalme tafsiri ya ndoto yake aliyoyota, sura ya 2. Na Mungu alipoona hekima iliyojaa kwa Danieli na wenzake, alimuita Danieli na kufanya kuwa mkuu wa maliwali. Akamuita katika ofisi yake, akawa moja ya wasaidizi wake katika ikulu. Sasa hawa jamaa wanakuja wanambia, huenda mfalme, hawa waheshimiwa, tangu umewapa cheo katika ofisi yako, wamekuwa na dharau, hawakuheshimu. Hawa kuna siku watakupindua hawa. Halo? Kumbe machawa hawakuanzia leo. Machawa hawajaanzia wapi? Yaani walikuwepo hata kipindi cha Babeli. Yaani kuna watu kazi yao ni kutafuta tu ni wapi mtu anakosea. Hata kama amesimama katika njia iliyo sahihi, yeye tu anaiangalia hiyo njia iliyo sahihi katika mtazamo hasi. Machawa, vibaraka, mawakala wa shetani wako, na wengine tunao humu wanaimba kwaya. Wengine tunao humu ni wajumbe wa baraza la kanisa. Wengine tunao humu hata katika familia zetu. Hao ni vibaraka wa shetani. Yaani unapoamka asubuhi na kuomba, yeye anasema sasa huyu anatupotezea muda. Huu ulikuwa ni muda wa kukimbia shambani na kutafuta. Hao wapo. Wanatengeneza makumbere. Anakuzunguka nyuma, anakuzunguka. Wapo. Mchungaji wapo. Na wengine ni viongozi wazao wa makanisa, mashemasi wakuu, wengine wako humu. Machawa. Agenda inakuja nzuri kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu, yuko hapo tu kwa ajili ya kuua. Huenda ni kwa sababu umekuwa karibu naye. Huyu atakuangusha mfalme, huyu atakupindua, yuko hapo. Halo? Ni wewe. Yuko hapo. Wakafika kwa mfalme, wakamwambia mfalme, sikiliza, wako wa jamaa, na isitoshe hawa wa jamaa tuliwateka mateka kutoka kule, wakaja huku. Hawa wa jamaa wanataka watuletee itikadi zao huko hapa. Mfalme akasikiliza, akaangalia, akapenda, hivi kweli ninavyowaamini hivi, huenda mmekengeuka. Hivi tunavyoheshimiana mimi na ninyi, hivi tunavyotiana moyo katika kazi, mnavyonisapoti, mlivyonisaidia katika hili, hivi kwa nini katika hili mmeniangusha? Halo? Kwa nini katika hili hamkuwa pamoja na mimi?
huenda mmetekewa. Sasa kwa ajili yenu tutarudia ili tutoke katika hicho kitanzi. Halo? Kwa ajili yenu, kwa heshima tulio nayo kati yangu mimi na ninyi, sitaki niwaangamize, maana hii sheria tuliweka, wote watakao kataa kuabudu sanamu ya katika tanuru la moto. Sasa sitaki niwapoteze, maana ninyi ni nyenzo na rasilimali nzuri, ni watu wa maana, ni watu wa hekima katika taifa hili, mnafaa. Sasa ili tu niwaokoe katika hili, hebu twende mbele tukaabudu sanamu, mambo yaishi. Kwani nini? Halo? Hao jamani niliwapenda, maana walimwambia mfalme sio tu kwamba tulitekewa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sio tu kwamba tulifanya nini? Yaani wala hata usihangaike kwamba ni kwa sababu tunasapotiana, ni kwa sababu kuna nini. Yaani hii tulifanya kutoka moyoni kwa kudhamiria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani katika hili mheshimiwa, hata lisikupe wasiwasi kwamba eti sijui itakuwaje, au tutabadilisha mawazo, au tutapoteza cheo. Hii tulidhamiria ya kwamba hatutaabudu sanamu. Bwana, unajua tutawaingiza katika tanuru la moto, mtaungua mteketee. Akawaambia, Biblia inasema tunajua ya kuwa Mungu tunayemtumikia anaweza kutuokoa na tanuru la moto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tunajua ya kwamba anaweza kufanya nini? Lakini pia hata asipotuokoa, sisi tulishajitoa sadaka kwa ajili yake. Yaani hiyo usiitishe mara ya pili kwamba eti tutabadilika au vipi. Atatuokoa. Ila kama hata tuokoa, ameona ni vyema tuungue tuteketee, tumejisalimisha kwake. Hivi wewe uliyepeleka kombele na masengenyo hayo, ungekuwa ni wewe unasikia hivyo, ungesemaje? Halo? Yaani ni umeona mzizi yuko hapo, amefanya dhambi yake, umeshindwa kwenda kumsaidia, umechochea kwa namna ulivyoweza, ukapeleka kwenye baraza la kanisa, ukaenda, haujamsaidia, haujafanya chochote, alafu nafika mashemasi wanaanza taratibu vizuri, anaenda huyu mtu anaonekana ana nafasi ya kupata neema na wokovu, inaonekana, alafu chawa uko hapo. Maana kazi ya machawa ni kusengenya watu. Yaani anajua udhaifu wa mtu, anajua shida yake, lakini kazi yake kwenda tangaza, kwenda kupublish tu huko, kwenda kufanya, yaani kumtangaza tu, hamsaidii. Halo? Alafu anasema ninamsubiri Yesu anakuja, nende wapi? Wakamwambia Bwana, yaani hata kama ni kufuta ushirika, wewe nifute tu katika vitabu vyako vya ufalme huu, nifute tu. Sisi tuko tayari katika hilo kwa ajili ya Mungu wetu. Biblia inasema mfalme akaamuru tanuru liongoze moto mara 7 ili wajamaa wachoke. Wakachukuliwa wakapelekwa kwenye ule moto, wakapelekwa huko, wakarushwa huko, tanuru kubwa, wakarushwa kwenye moto ili waungue, wateketee. Historia yao ifanya nini? Sura ya 3 hii inatueleza ya kwamba wakati wako ndani ya tanuru la moto, Bwana Yesu asifiwe, wakati wako ndani ya tanuru la moto, wamerushwa, wako huko, jamaa wanaimba na kumsifu Mungu wa mbinguni. Haleluya. Wakazunguka huko, wanazunguka, wanaimba, Mungu utukuzwe kwa mambo makubwa ambayo unayatenda maishani mwetu. Tunajua wewe ni mlinzi wetu, tunajua wewe ni ngao yetu, unatutetea hata katika majaribu, unatupigania. Wewe ni Mungu wetu, uhimidiwe, mtakatifu, mtakatifu, Mungu wa miungu, Mungu muumbaji, mfalme, Mungu uinuliwe. Wanazunguka ndani ya tanuru la moto, wanashangilia,
wanaimba utukufu, shangwe, ushindi mkubwa, wanaimba. Wale majamaa walioshika na kukamata wasema, hao jamaa watakuwa wameisha hivi, hao jamaa watakuwa wameangamia, tumewakomboa. Wanaenda wanachungulia, wakichungulia ndani ya tanuru. Walituma watu wangapi? Walitupa watu wangapi? Watatu. Tupa watu watatu. Ila wakiangalia kuna njemba nyingine ya 4 iko hapo katikati yao inashikilia pamoja nao. Lakini wakiangalia huyu jamaa, mbona mng'ao wake ni mkali sana? Halo? Halo? Imekuwaje? Watu watatu leo wamekuwa afu wanazunguka ndani ya moto. Wanaimba, wanashangilia. Neno la Mungu linasema ni Yesu mwenyewe alikuja na kuwazingira na kuwawekea ulinzi na kuwatunza. Bwana Yesu asifiwe. Akawakumbatia, akatembea nao katika tanuru la moto, katika jaribu hilo, maana wameonyesha ukomavu mkubwa katika imani yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bibi, katika maisha yao hawa jamaa wakaonyesha, na mbingu zikaguswa na hali hiyo. Mungu mwenyewe akashuka, Yesu Kristo akawa pamoja nao, mng'ao mkubwa ndani ya tanuru. Kaambia, wewe moto, mimi ndiye niliyekuumba, mimi ndiye niliyekupatia mamlaka ya kuunguza, mimi ndiye kupatia mamlaka ya kuteketeza, lakini hivi ni vitakatifu vyangu, havipaswi kuteketezwa. Bwana Yesu asifiwe. Na nanzia hapa ndipo kumbukia hili. Kuna watu hawajui kutofautisha vitakatifu vya Mungu na vya kwao. Kuna watu hawajui kutofautisha nini? Vitakatifu vya Mungu na vya nini? Yaani moto tu uliotengenezwa na mfalme, uliotengenezwa kwa mikono ya wanadamu kwa ajili ya kuangamiza watu, wenyewe uliheshimu kauli na sauti ya Mungu kwa ajili ya vitakatifu vyake. Kana bantu habeima bebarikiwa mira kufunya zakatevenda. Wanachanganya vitakatifu vya Mungu na vya kwao. Wanashindwa na moto ambao umepewa mamlaka ya kuunguza, lakini wao hawaelewi. Wanabarikiwa lakini ni walaji wa zaka na sadaka kwa kiwango cha juu. Sikiliza, utaangamia kama ambavyo wale walioshiriki kuwatupa wale jamaa kwenye tanuru la moto, yaani kabla hawaja wameshapotea kwenye moto. Kuna watu tumepewa muda wa siku 6 za kufanya kazi hizo Mungu ametupatia, na siku yake ya 7 ni ya kwake takatifu, ambayo ametupatia sisi tumwabudu, tumshukuru, tukae miguuni mwake tukitafakari ukuu wake katika maisha yetu ndani ya siku 7 za juma alizotupatia. Lakini siku hiyo ya 7 ndiyo sisi tumeitumia kwa ajili ya mambo yetu wenyewe. Kitakatifu cha Mungu hichi tumeshindwa kukijua na kukiheshimu. Siku hiyo ndio ya kwanza anaanza kunyosha nguo. Yaani siku hiyo aliacha kwenda kuwaona wagonjwa katikati ya wiki na walikuwepo siku hiyo. Anakuambia, nilienda kuona mgonjwa maana leo ndio nina nafasi. Lakini yeye na Mungu wake hakupata hiyo nafasi. Sabato ya Mungu takatifu. Moto ulitii, ukajua kwamba hawa mabwana ni wa Mungu, hawa wanamheshimu Mungu, hawawezi kusikiliza sauti za wanadamu wakatii, wanamtii Mungu wao. Hawa hawafai kuteketezwa, hata muumbaji wangu katika hili atanilaumu. Hawakuteketezwa. Mungu amekupatia huo mwili mtakatifu kwa ajili ya hekalu lake. Roho wake mtakatifu akae humo, atawale, aongoze maisha yako, akuongoze kutenda yaliyo mema. Lakini huo mwili wa Mungu, hekalu takatifu, umelitumia katika kuharibu pombe, uzinzi, uasherati. Umetumia njia hiyo, hekalu la Mungu takatifu umeliangamiza. Uko hapa unalitazama. Sikiliza, moto uligundua hili. Moto uligundua ukaacha, watakatifu wa Mungu wakabaki.
amekupatia ndoa takatifu, vitu vitakatifu hivyo. Mungu amekupatia ndoa takatifu, ila ndio wa kwanza kuharibu ndoa yako. Uko mtaani unakuta uasherati unatembea huko. Hauheshimu ndoa takatifu ambayo Mungu amekupatia. Wewe baba, wewe mama uliyekuwa hapa, jioni ya leo, kumbuka hiyo taasisi ambayo Mungu ameianzisha ni taasisi ya kitakatifu. Heshimu na kutii. Unapomsubiri Yesu anaporudi mara ya pili, hakikisha ya kwamba ndoa takatifu ambayo Mungu amekupatia ipo salama. Isitajwe uovu katika familia yako, usitajwe uovu katika ndoa yako, usitajwe. Ndoa takatifu, heshimu. Mungu amekupatia. Tumekutana katika makambi haya kukumbushana ya kwamba Yesu anakuja. Lazima tutunze na kuheshimu vitakatifu vya nani? Wale wote wanaomsubiri Yesu anayekuja haraka sana. Biblia inasema Luka 21:28, mnapoyaona hayo yote, ndoa zinazoharibika, vitakatifu vinapoachwa, changamkeni mkijua ya kwamba wokovu wenu nini? Na kwa sababu wokovu wenu karibu, ni katika kutii maagizo ya Mungu katika ndoa, katika zaka na sadaka, katika utunzaji wake wa Sabato. Vyote hivyo neno lake takatifu liheshimiwe, ili ufae kuwa mrithi wa makao ya mbinguni. Sasa sikiliza. Baada ya hayo yote, mfalme amefanya alivyoona ni vyema kuteketeza watakatifu wa Mungu, akijua ya kwamba amewakomoa na yeye anajitwalia utukufu. Yako mambo kadhaa ambayo tunapaswa kujifunza katika kisa hichi. Namba 1, amri ya kuabudu sanamu na alama ya mnyama. Katika maisha yetu yako mambo mbalimbali ambayo katika maisha yetu yamekuwa ni sanamu katika maisha yetu ya Ukristo. Tumeyapatia kipaumbele na tukashindwa kujua ya kwamba umefika saa wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Ibada zetu tumezielekeza katika sanamu hizo. Unajua kazi zako umeziweka bize. Siku ya Jumatano hauonekani, maana kazi zako umezifanya kamungu kako, kasanamu kako unakimbia kukabudu. Kengele zinapopigwa ni muda wa ibada, kufungua Sabato, hauonekani, maana upo katika ibada yako shambani, upo katika ibada yako huko kwenye vigodoro, huko kwenye mikoba, huko. Unajua ni jambo gani ambalo umelifanya kuwa Mungu wako katika maisha? Umelifanya kuwa sanamu. Wakati Mungu anapokutaka kutengeneza mahusiano yako wewe na yeye, hauonekani, haupatikani, uko bize. Ni kitu gani? Ni fedha alizokupatia, ni afya aliyokupatia, ni nguvu alizokupatia, ni watoto aliyokupatia. Na hawa mabwana walikuwa na haki yote ya kuabudu kwenye sanamu, maana wamechukuliwa mateka huko, wako katika nchi ya ugenini. Yaani kwa namna yoyote walikuwa hawana namna ya kujitetea katika nguvu zao, hawakuwa na namna. Lakini sasa hapo wanaambia Mungu, wewe ndio wa kutusimamia. Ni kitu gani ambacho umekifanya kuwa sanamu katika maisha yako? Ni kitu gani? Hebu tafakari na uangalie. Tumejisimamishia visanamu, wengine hata kuchelewa kanisani tumekafanya kasanamu. Uko bize, natengeneza nywele, najipamba, nguo, sijui nini. Shule ya Sabato inakupita, unakuja ibada kuu. Jamani, mchana tukusanyike, tujadiliane mawili matatu, idara zinakufa. Yuko bize kwenye TV, sanamu. Ni kasanamu gani ambako umejitengenezea? Jambo la pili tunalojifunza hapa ni jinsi ambavyo Mungu anavyosimamia watu wake hata wanapoingia katika dhoruba. Jambo la kwanza, kuwa Mkristo na kuwa Mwadventista wa Sabato sio kwamba hautapita kwenye majaribu.
sio kwamba hautapita kwenye moto. Halo. Lipo pambano linaloendelea ndani yetu baina ya wema na uovu. Hayo yote yanaendelea. Hayo ni mapambano ambayo tunapita kwayo. Hilo ni jaribu ambalo unapita kwayo. Kwa hiyo usijihakikishia kwamba hapa nilipo ni salama kabisa, hamna shida. Sikiliza, unapitishwa katika hilo ili sasa ufae na utekelezwe, ufae kwa uzima wa milele. Tunapita katika mapambano na majaribu. Hali ya maisha inadhoofika, inakuwa haifai. Vita vinaendelea, magonjwa, njaa, kila kukicha bei za maisha zinapanda. Hayo ni mapambano ambayo yanaendelea katika maisha yetu, lakini katika hayo tunapaswa kusimama imara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ni katika kusimama huko imara ndipo shetani anainuka na kuweka mbawa zake na kututeka na kutuonyesha jinsi gani ambavyo tunaweza tukaangamia. Halo. Ndiye yeye anakuambia usipofanya kazi na siku ya Sabato, usipozini, usipofanya hivi, wewe maisha yako hayatenda vizuri. Anakutisha. Anakuambia wenzako wanaenda kulima, muda huu ni muda wa kulima, wewe badala ya kuja kwenye makambi na kumshukuru Mungu wako, unakimbia kwenye mashamba. Unakimbia huku na huku. Unahangaika hivi na vile. Sikiliza. Hilo halitakusaidia kama hautasimama nini? Wakati mambo yanapokuwa magumu katika maisha yetu, wakati magonjwa yanapokuwa mengi katika hali ya dunia, wakati hali ya uchumi inapoenda mrama, ndio wakati wa sisi wa Kristo waliolisoma neno la Mungu na kumfahamu Mungu wa mbinguni kusimama imara. Huu ndio wakati wa dunia kuona imani yetu jinsi ilivyo imara kwa Mungu wetu. Ila utashangaa kumwona msabato huyo, mshiriki huyu ndiye wa kwanza kukosa imani na Mungu wake na kukimbia kwa waganga wa kienyeji. Yaani ndiyo huyo kwa sababu ya kukosa imani na Mungu wake kwamba atambariki na kumzidishia baraka zake, ekipata hata zaka na sadaka harudishi, maana hana imani na nani? Ni katika tendo la urudishaji wa zaka na sadaka tunadhihirisha imani yetu kwa Mungu ya kwamba katika hichi kidogo ambacho umenipatia, katika hiki kingi ambacho umenipatia, hii sehemu ya 10 ninayokurudishia, nina imani ya kwamba kesho unaweza kunipatia vingi zaidi na zaidi na zaidi. Ila unapozuia na kula, unamwambia Mungu, hauwezi kunipa tena, maana hichi ulichonipa kinanitosha tu leo mimi. Kesho hauwezi kunipa. Ndio maana nakula ili nishibe tu leo. Wakati hali ya uchumi inapokuwa ngumu, ndio wakati wa kudhihirisha imani yako kwa nani? Kwa Mungu. Imani iliyo imara. Usijisikie salama na amani sana katika maisha yako ya Ukristo ukawa tu uko hapo bila kukutana na changamoto na dhoruba za kiimani zinazokuunganisha na nani? Na Mungu. Hapo ndipo ananoa imani yako, anakunoa ili ufae kuwa mkamilifu mbele za Mungu. Lakini sikiliza, anasema kitendo cha Yesu kushuka na kuwaokoa watakatifu wake pale katika tanuru la moto ni udhihirisho wa pekee ya kwamba ipo siku wanadamu wote walioko katika sayari ya dunia Yesu Kristo atakuja kuwaokoa na kurudi nao katika makao ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu liyeko hapa, hata kama hali iwe ngumu kiasi gani, lipo tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wote waliosimama imara kwa Mungu wao, kwa wale wote waliodhihirisha imani yao kamilifu kwa Mungu wao, wale wote ambao walisimama na kumwambia Mungu, ni wewe pekee. Hata kama hali iwe ngumu, hata mambo yaende vipi, hata pawe na migogoro katika ndoa, hata pawe na changamoto katika familia, bado katika mikononi mwako tuko salama. Yesu anaahidi kuja kuwaokoa katika dhoruba hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mama, usipate shida ya kwamba hapa ninapigwa, sijui ninafanywa nini, ndoa yangu imeenda mrama, sijui uchumi umekaa vizuri vibaya. Sikiliza, katika hilo bado Yesu yuko pamoja na wewe. Nimehangaika huku na kule, katika hilo bado Yesu yuko pamoja.
Ayubu anasema, ninajua hata katika hili bado Mwokozi wangu, mtetezi wangu ni nini? Yu hai. Ninajua haya yote haya yanapita tu, mtetezi wangu yu namna gani? Usikate tamaa na kusema kwamba nitahamia huku sijui nini. Yesu hatarudi. Yesu atarudi kutuchukua, kutuondoa katika dhoruba hizi, kutuondoa katika changamoto hizi, kutuondoa katika hali zote hizi mbaya. Yesu atarudi, ni ahadi yake. Kitabu cha Yohana sura ya 18 anasema, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnapoyaona hayo yote yanayotokea, hayo yote yanakoendelea, msifadhaike mioyoni. Ninajua mtapitia hayo yote, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi, maana ninaenda kuandalia makao. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo tumaini la pekee ambalo tunalo katika kipindi hiki, tunaposubiri kuja kwa Yesu mara ya pili, tukiishi na kudhihirisha imani yetu kwa Mungu. Tumaini la pekee ni kwamba Yesu atakuja kututoa katika matanuru tunayopitia na kwayo. Kama ni tanuru la ugonjwa, hilo Yesu atakuja kukutoa kwalo. Watoto hawakusikilizi, maadili yameporomoka, katika hilo tanuru Yesu atakuja na kukutoa katika hilo. Ni wewe kumtegemea na kuweka imani yako kwake. Ile kwaya inaposogea hapa, ya watakatifu wa Bwana, na liwe tumaini lako na ombi lako ya kwamba katika dhoruba na changamoto tunazopitia tuendelee kusimama imara kama alivyofanya Shadrach, Meshach na Abednego, na kudhihirisha imani yao kwa Mungu. Na hata walipofika hatua tupo katika tanuru la moto, wamesimama imara. Isije ikatokea changamoto yoyote ambayo itakutenganisha na Mungu wako wa mbinguni. Isitokee hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Isitokee changamoto yoyote ambayo itakatisha tumaini lako kwa Mungu wako wa mbinguni. Ameahidi atakuja. Sije sasa ili tumalize. Na watu wanakaa mbali hapo, wasije kuondoka mmoja mmoja. Ile ya kipare, ile acha sasa. Nienda. Ile kwaya ya kipare. Wasogee hapa. Na nyinyi na kiti chenu mbinguni. Katika maisha haya tunamhitaji Yesu atusaidie ili tuweze kushinda majaribu. Kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi, ila tunamhitaji Yesu aweze kutusaidia kuyashinda majaribu na kusimama imara katika safari yetu ya Ukristo ya kwenda mbinguni. Waimbaji hawa wanatuimbia wimbo, Yesu ukija unijenje uwecha mkanga. Yesu nisaidie kupita katika majaribu. Shida za dunia yote hizi zinanipa uoga. Yesu njoo katika boma langu. Yesu njoo nisaidie. Haya, twende. Hey
historia ya ulimwengu. Mashaka yanaweza yakaingia katika maisha yetu, lakini kwa mbali tunamuona Yesu Kristo akisimama, akinyosha mikono yake akisema, usiogope, ni mimi. Usiogope, ni mimi, ninakuja upesi, usiogope. Yaani hayo majaribu na changamoto unazokutana nazo, fanya nini? Usiogope, ni mimi. Bibi, usiogope, ni Yesu Kristo. Ninakutia moyo katika maisha yako na safari yako Kristo, katika hali yoyote unayopitia, usiogope. Yesu yuko mlangoni, nasema usiogope, ni mimi. Hebu turudie beti la mwisho. Kama unasikia sauti ya Yesu ukisema ni mimi, usiogope, niko tayari kushika mkono wako katika hali yako, katika majaribu yako, katika changamoto yako. Hata inapotangazwa sanamu kuabudiwa, umesimama, anasema ni mimi, hapo usiogope. Unaweza ukasimama. Pastor Mesha Kikihoko anapokuja kutuweka wakfu mikononi mwa Bwana jioni ya leo, tutembee tukiwa na ujasiri ya kwamba Yesu anasema tusiogope, ni yeye yupo karibu kutuchukua kurudi nyumbani. Amina. Basi tuamini na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, hili ndilo tumaini ambalo umetupa tena jioni ya leo, ya kwamba katikati ya dhoruba, katikati ya kukata tamaa, katikati ya matumaini kupotea, sauti yako itasikika ya kwamba ni wewe, tusiogope. Tunakushukuru kututia moyo jioni ya leo tunapohitimisha siku hii. Ngoja tuondoke na hili tumaini. Amina. Alafu litutie moyo usiku wa leo. Kila aliyeko hapa anapoondoka hapa, aondoke na tumaini hilo. Amina. Neema yako itufunike, tulete hapa kesho tena kwa utukufu wako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen.